Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya kuanza darasa letu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu ketie mahali pa sifa pa juu palipoinuka, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako, fadhili zako na uaminifu wako kwenye maisha yetu. Baba, asante kwa ukarimu wako, asante kwa upendo wako mkuu kwetu. Tunakubariki Mungu mwaminifu, kwa maana uaminifu wako ni mpya kila siku asubuhi. Baba, asante kwa ajili ya siku njema hii tena. Asante kwa ajili ya darasa hili tunaliweka mikononi mwako. Baba, tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi katika ibada iliyopita. Wema wako na uaminifu wako ulionekana. Na saa hii nyingine tena tunakukabidhi darasa hili, Mfalme wa amani. Wewe Mungu ambaye unamtuma Roho wako Mtakatifu kwa ajili ya kutufundisha. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatufundishe neno lako katika hekima na fahamu zote. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaiandaa mioyo yetu kwa ajili ya kupokea neno lako, ile kweli ambayo Mungu unataka tujifunze kupitia neno lako. Tunaomba Mungu katufundishe na mioyo yetu Mungu ikalipokee neno lako, na zaidi sana ikakuzalie matunda kutokana na neno ambalo tunakwenda kujifunza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sisi tunapungua sana, wewe Mungu uinuliwe peke yako. Tunatubu kwa jambo lolote unaolitazama kwetu ambalo ni chukizo mbele zako. Baba, tunaomba uturehemu, utusamee na kututakasa. Tunajikabidhi kwako, akili zetu, mioyo yetu na nafsi zetu tunazikabidhi kwako, na masikio yetu Mungu tunayakabidhi kwako. Masikio yetu ya ndani yakapate kufunguliwa, tukapate kulielewa neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru na kuamini. Amen. Somo letu ni somo la 17. Lina kichwa cha habari kinachosema Paulo na Sila wakiwa gerezani. Na maandiko ya somo yanatoka katika Matendo sura ya 16, mstari kuanzia wa 16 mpaka wa 40. Kweli ya Biblia, Mungu ana kusudi maalumu kwa ajili ya maisha yetu, na analitimiliza kusudi hilo bila kujali hali zinazotufunga, hali zinazotuzunguka. Kweli ya Biblia, Mungu ana kusudi maalumu kwa ajili ya maisha yetu, na anatimiza kusudi hilo bila kujali hali zinazotuzunguka. Mstari wa kukumbuka unatoka Timotheo wa pili, mlango wa 4, mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Mstari wetu wa kukumbuka unatoka Timotheo wa pili, mlango wa 4, mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Amina. Karibuni, ninaomba mtu mmoja anisomee maandiko yetu ya somo. Amina. Mungu akubariki sana Ibracha. Tunaiona habari yetu iliyosomwa na somo letu. Tunaona Paulo na Sila wakiingia gerezani. Lakini wanaingia gerezani kwa sababu gani? Wanaingia gerezani kwa sababu walikuwa wamemponya mtu ambaye alikuwa anasababisha, yani wamemponya kijakazi ambaye alikuwa anawasababishia wale kama mabosi, kama wa matajiri, yani walikuwa ni kama wamemfanya huyo mtu mtumwa wao wa kuwaingizia pesa, kwa sababu alikuwa ana pepo la utambuzi. Kwa hiyo alipokuwa na pepo la utambuzi, watu walikuwa wakienda na kutambuliwa, kubashiriwa mambo yao labda ya bahati, kwamba anaenda kukubashiria. Kama tunavyojua watu wanapenda sana kubashiriwa. Kwa hiyo kile ni kitu ambacho kilikuwa kinawasababisha wale watu wakawa wanapata pesa nyingi. Watu wanaenda mpaka leo hichi kitu kipo sana, watu wanapenda sana mambo ya kwenda
kubashiriwa. Ndio maana unaweza ukakuta watu wanaenda sehemu fulani na fulani, hata Wakristo wengine wanakuwa wanaenda sehemu ambazo sio sawa kwa sababu wanakuwa wanataka kwenda kubashiriwa. Wamejikuta wakiingia hata kwenye manabii wa uongo kwa sababu wanakuwa wanataka kubashiriwa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunakiona kwamba hawa Paulo na Sila walipokuwa wameenda wakihubiri Injili, walionekana kwa walikuja kuambiwa kwamba walipokuwa wakihubiri Injili, huyu msichana aliyekuwa na pepo la utambuzi alikuwa akiwafuata kila sehemu akiwa anazungumza, anasema kwamba hawa ni watu wa Mungu aliye hai, wamekuja kwa habari njema. Akiwa anazungumza anawafuata kila sehemu. Paulo kile kitendo cha kwamba walivyokuwa wanafuata akikawa kimemkwaza, akamkemea yule pepo, akasema pepo yule amtoke. Alipomkemea yule pepo amtoke, yule msichana akawa huru. Na alipokuwa huru akawa hana ile spirit tena hana ile roho tena ya utambuzi, ya kwamba anaweza kutambua mtu mambo yake yajayo, au anaweza kutambua huyu mtu anapatwa na kitu gani na hivi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo akawa hana uwezo huo tena. Kwa hiyo alipokuwa hana uwezo huo tena, ikawa imeonekana kwamba amewaharibia biashara. Na alipokuwa amewaharibia biashara, hao wakaenda wakamshtaki hao watu waliokuwa wanamweka yule msichana, wakaenda wakamshtaki, wakasema kwamba wamefanya kitu kinyume na sheria za Warumi. Kwa hiyo Paulo na Sila wakaingia gerezani, lakini haya mashtaka yote yalikuwa ni ya uongo. Kitu ambacho kilikuwa ni sosi ya wao kuingia gerezani ilikuwa ni kwa sababu ya kumtoa yule msichana pepo la utambuzi. Kwa hiyo wakawa wameingia gerezani. Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Tunamwona msichana akizungumza akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Neno hili tunalipata katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 17. Haya ni maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha muamini. Haya ni maneno yasiyotoka kwenye kinywa cha muamini, lakini haya ni maneno yaliyotamkwa na kijakazi aliyejihusisha na uaguzi. Alikuwa akiwafuata Paulo na Sila walipokuwa wakienda mahali pa kuomba. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu na karama za Roho, Paulo alitambua nguvu za giza ndani yake. Paulo akamwamuru pepo mchafu akisema, mtoke huyu. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 18. Wale walioshuhudia kilichotokea walishangaa kwa sababu roho chafu hazikumtawala tena kijakazi. Hakujihusisha tena na uaguzi ili apate pesa kwa ajili ya bwana zake. Hata hivyo, tukio hili la kimiujiza liliwakasirisha bwana wa kijakazi. Njia yao rahisi ya kupata pesa kupitia uaguzi wake iliharibiwa. Unyonyaji wao ulifanyika kwa sababu ya roho chafu mpagaa ulikwisha. Mungu alimtumia Paulo si kwa ajili ya kutambua roho chafu tu, bali kwa ajili ya kumfungua kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunaona kufunguliwa kwa kijakazi yule ambaye alikuwa ametumikishwa muda mrefu. Watu walikuwa wakipata faida kutokana na ile pepo la uaguzi. Na swali la kuuliza hapa, jiandaeni kwa maswali. Leo na maswali mengi kweli. Kwa nini kijakazi alimfuata Paulo na Sila walipokuwa wakienda mahali pa kufanya maombi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kijakazi waliwafuata Paulo na Sila walipokuwa wakienda mahali pa kufanya maombi? Jibu: mashetani wanaamini ya kuwa Mungu ni mmoja na kutetemeka. Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Aliyepata naomba mtu anitafutie Yakobo sura ya 2 mstari wa 19.
Amina. Mungu akubariki. Asante. Kwa hiyo roho chafu ndani ya kijakazi ilibidi zimtambue Paulo na Sila kama waamini wa Yesu Kristo. Hata hivyo, Paulo alitambua kusudi baya la tamko lake na kuamuru pepo kumtoka kijakazi. Kwa hiyo jibu la swali langu ni kwamba ni kwa sababu mapepo yanamtambua Mungu kwamba ni mkuu na yanatetemeka mbele zake. Lakini pamoja na hayo yote, huyu msichana sio kwamba alikuwa na nia njema, kwamba alipokuwa akitamka yale mapepo yake yaliyokuwa ile pepo lake la uaguzi lilipokuwa likiendelea kupiga vile kelele, sio kwa sababu lilikuwa linataka vema, ila ni kwa sababu lilikuwa linatetemeka na ile yani hali ya kule kuingiliwa kwenye ufalme wake ilikuwa ni kitu ambacho kimemnyima raha. Ndio maana anakuwa anapiga kelele. Tunajua kabisa hata kwamba mapepo yanapokuwa yanaibuka katikati ya ibada au yanaibuka katikati ya maombi, huwa ni sio kwamba ni kwa nia njema, ila ni kwa sababu huwa yamekuwa frustrated, yamekuwa hayana utulivu tena katika mahali ambapo yamezoea kuwa na comfortable zone. Kwa hiyo ndio maana yanakuwa yanapiga kelele na kutoka. Kwa hiyo hata huyu kijakazi alipokuwa akipiga vile kelele, lile lilikuwa ni pepo la uaguzi, lilikuwa likisema vile. Lakini sio kwamba lilikuwa likisema kwa nia njema, ni kwa sababu pia lilikuwa liko katika mahangaiko. Kwa hiyo lilikuwa ni lazima litetemeke na litambue uwepo wa Mungu aliye hai ambaye ni mkubwa kuliko. Tunatazama maisha ya Paulo na Sila sasa wakiwa gerezani. Mabwana wa kijakazi walitambua kwamba binti asingeweza kutengeneza pesa kwa ajili yao tena. Walimpata Paulo na Sila, wakawakamata na kuwapeleka kwenye mamlaka ya mji. Walisema kwamba Paulo na Sila wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 20. Maandiko hayataji vurugu kwenye mji hadi mabwana wa kijakazi walipochochea umati wa watu kwa madai yao. Paulo na Sila walikuwa wameshaingia ndani ya mji na walikuwa wakitangaza hizi habari za Yesu kwa muda umepita kwa kiasi fulani. Lakini siku zote hizi tunaona mabwana walikuwa wamenyamaza na walikuwa wala hawasemi kitu chochote kuhusiana na Paulo na Sila kuwepo ndani ya mji. Ila kitendo cha yule mjakazi wao kuondolewa yule pepo mchafu ambaye walikuwa wakimtumia kujipatia pesa, ndio ambacho kikasababisha wao waibuke kwa hasira na waone kwamba Paulo na Sila wanaenda kinyume na utaratibu ambao uko kwa Warumi. Na katika hili walikuwa hawajui kwamba Paulo na Sila pia walikuwa ni Warumi. Wakasema kwamba wao ni Wayahudi na wanaharibu tamaduni zao. Watu hawa walionyesha kwamba kutoa pepo kwa jina la Yesu Kristo kusingepata uthibitisho wa Rumi. Japokuwa lingekuwa ni shtaka halali, watu hawa hawakujua kuhusu uvunjwaji wa sheria ya Rumi hadi utoaji wa pepo kwa kijakazi ulipoathiri utajiri wao. Umati wa watu ulipiga kelele kwamba Paulo na Sila wachapwe viboko, wapigwe, wapelekwe jela na walindwe kwa umakini. Maofisa wakaamuru hayo kufanyika. Paulo na Sila wasingeweza kunungunika kutokana na ukweli kwamba walisema ambacho Mungu aliwaambia, na sasa wamefungwa gerezani. Miili yao imechubuka kwa kuchapwa viboko, miguu yao imefungwa minyororo. Badala yake waligeuza gereza kuwa mahali pa sifa kwa nyimbo zao za kusifu na kumwabudu Bwana. Imewahi kusemwa, unaweza kufungwa gerezani mwili wa mtu, unaweza kuufunga gerezani mwili wa mtu, lakini huwezi kuifunga nafsi yake. Unakuwa na mwitikio gani unapojikuta katika hali inayotokea kuwa mbali, inayoonekana kuwa umbali mrefu wa ulipotakiwa kuwa? Paulo alijua kwamba Mungu hakufanya makosa, ndio sababu aliandika, furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini, na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 na mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikiandaa hili somo,
niliwatafakari sana Paulo na Sila. Tunajua kwamba katika kusifu kuna wakati mwingine unaweza ukatamani uwe huru. Unaweza ukatamani kwamba ucheze labda uende hapa na hapa na hapa hivyo. Na pia sifa ziko za aina nyingi. Sifa ni vile unavyoweza pia kumwelezea Mungu ukuu wake na ukawa unamsifu kwa matendo yake makuu aliyoyafanya. Tunajua katika Biblia tunasoma sehemu mbalimbali ambazo tunaona namna watu wanavyomsifu Mungu, na sisi tuna namna zetu tofauti tofauti ambazo tunaweza tukamsifu Mungu. Lakini hapa tunaizungumzia namna ambayo walikuwa wakitumia Paulo na Sila. Walikuwa wakimsifu Mungu kwa kuimba. Na waliimba kweli kweli sifa ambazo zilifanya mpaka mbingu ikaamua kushusha tetemeko. Nilikuwa nafikiria kwamba tunapokuwa huru na tunapokuwa tunamsifu Mungu, kama kuna wakati tunaweza tukawa tunamsifu Mungu kama vile wakati mwingine unaweza ukaangalia mtu ukakuta kama anamsifu Mungu ni kama labda kitendo ambacho anaweza akawa analazimishwa. Yaani moyo wa kumsifu Mungu, mtu anakuwa anamsifu Mungu lakini moyo wake wakati mwingine unakuwa uko mbali, anakuwa hayupo. Sasa nikawa na watafakari Paulo na Sila. Na nikawa na yatafakari maisha yetu leo. Ni mara ngapi kwenye maisha yetu tumeweza kumsifu Mungu kwa kuwa tukiwa kwenye wakati mgumu, wakati ambao tunapita kwenye mambo magumu. Paulo na Sila wako gerezani, miguu yao imefungwa. Lakini sio kwamba tu miguu yao imefungwa, wamechapwa, kwa hiyo wana vidonda. Kwa sababu ukisoma hii habari mwishoni unaelezwa kabisa kwamba yule mkuu wa gereza, yule mtu aliyekuwa akisimamia gereza, bwana jela, alipouliza kuhusiana na habari za wokovu na alipopokea wokovu, alipokuwa ameenda na kina Paulo nyumbani kwake, unaona akiwauguza vidonda. Kwa hiyo walikuwa wamechapwa kiasi kwamba wamepata vidonda. Sio ile chapo ambayo unaweza ukamchapa mtoto akatokea alama ya uvimbe. Walikuwa wamechapwa mpaka wametoka vidonda. Lakini katikati ya maumivu makali ya vidonda, na tunajua kabisa kwamba mtu kama umewahi kupata kidonda, kunajua kabisa kwamba wakati wa usiku vidonda huwa vina tabia ya kufunga. Na kama vina tabia ya kufunga kwa sababu seli zinakuwa zinazaliwa kwa wingi, kwa hiyo vidonda huwa vina tabia ya kufunga. Kama utakuwa umefuatilia, uliwahi kupata kidonda ukawa umefuatilia, wakati wa usiku kidonda huwa kinauma zaidi. Mwili unapokuwa una utulivu, kidonda huwa kinauma zaidi. Kinauma kwa sababu gani? Ni kwa sababu kidonda huwa kinafunga. Na kikiwa kinafunga, maumivu yake yanakuwa makali zaidi. Kwa hiyo Paulo na Sila wamechapwa, wako kwenye maumivu makali, vidonda viko kwenye process ya kujifunga. Lakini pamoja na yale maumivu makali, na wakijua kabisa kwamba wameitangaza injili ambayo Mungu alikuwa amewatuma, yani amewatuma kabisa, na wana uhakika kwamba walichokisema ni kitu ambacho Mungu aliwatuma. Lakini pamoja na hayo, hatuoni wakinungunikia Mungu, kwa nini umeruhusu tumeadhibiwa hivi? Kwa nini umeruhusu tumeingia gerezani? Tunaona kwamba wakimsifu Mungu katikati ya maumivu makali. Ni mara ngapi sisi tumefanya hivyo? Kwamba tunajua kabisa kitu ambacho tunakipitia ilikuwa ni kwa sababu nilisimama kwa ajili ya Kristo. Kitu ambacho ninakipitia ni kwa sababu nimeutangaza ushuhuda. Lakini wakati mwingine tunakuta kwamba tulikuwa tumefanya kazi ya Mungu katika ubora kabisa. Na katika kazi ya Mungu tuliyoifanya, Mungu akaruhusu tupite kwenye changamoto, akaruhusu tupitie jaribu. Na katika kupitia jaribu, na kwa sababu tunajua kwamba ilikuwa ni kazi ya Mungu tumeifanya, na tukapata majaribu, tumeenda mbele za Mungu kwa manunguniko. Tumemnungunikia Mungu. Tumemwambia Mungu, kwa nini uliruhusu hili likanipata? Unajua kwamba nilipita katika njia zako, kwa nini uliruhusu? Unajua kwa wakati mwingine manunguniko huwa yanafuta baraka za Mungu zile ambazo ilikuwa akubariki. Kwa hiyo kuna vitu vingine tumeshindwa kupokea kwa sababu badala ya kumsifu Mungu katikati ya magumu, kwamba mimi nilifanya Mungu kazi yako, lakini umeliruhusu hili litokee, bado nitakusifu. Nitakusifu kwa maana ni wewe uliyenituma. Lakini sisi kwa wakati mwingine tumeenda mbele za Mungu tukinungunika kwamba nilitenda hii kazi yako, kwa nini napitia ugumu kiasi hichi? Nilitenda hii kazi yako, kwa nini umeruhusu watu wakanitukana? Nimetenda kazi yako, kwa nini umeruhusu majaribu haya na haya yakanipata? Kwa sababu unaweza ukakuta mtu ameenda kuhubiri injili,
akakutana na kitu ambacho kisasi kikaachiliwa kikubwa sana kwa ajili labda ya familia yake. Lakini je, ameenda mbele za Mungu kwa shukrani? Kitu ni kitu kikubwa ambacho tunapaswa kujifunza mbele za Mungu, kwamba yatupasa kumshukuru Mungu na kumsifu hata katikati ya magumu. Na pia tunapoenda mbele za Mungu kwa sifa, tunapaswa tuende kwa mioyo yote. Tumsifu Mungu kiasi kwamba yani ajue yeye namna gani ambavyo anaweza kuachilia. Tunasoma neno la Mungu linatueleza kwamba katika sifa Mungu hujionyesha. Je, tumewahi kufanya sifa ile ambayo Mungu akajidhihirisha? Tumewahi kufanya sifa? Tunapaswa kila mtu ajiulize moyoni mwake kwamba ni mara ngapi ametoa sifa mbele za Mungu ambazo zikasheki hivyo vitu ambavyo havikuwa vimekaa sawa kwenye maisha yake. Ni mara ngapi tumetoa sifa za hivyo? Kuna mtumishi wa Mungu mmoja niliwahi kujifunza kwake, aliwahi kusema kwamba unapokuwa hata umepata ripoti ambayo sio nzuri, labda umepata ripoti ambayo sio nzuri ya madaktari, sio wakati wa kwenda mbele za Mungu na kulia tu kwamba Mungu, kwa nini umeruhusu ugonjwa huu labda umenipata? Unapaswa uende mbele za Mungu, uiweke ile ripoti chini ambayo imetoka, ambayo ni ripoti sio nzuri, alafu utafute sifa, utafute nyimbo za kumsifu Mungu na ucheze kweli kweli, na utashangaa kabisa Mungu atakavyojidhihirisha katika hilo jambo. Na hiki kitu tunakiona kwa Paulo na Sila, kwamba pamoja na kwamba walikuwa wako katika nyakati ngumu, walimsifu Mungu. Tunaona kabisa neno la Mungu linatueleza kwamba wafungwa wengine walikuwa wakiwashangaa. Walikuwa washangaa, inawezekana katika kushangaa kwao walikuwa wakijenga vitu vingi sana kichwani, wakijiuliza kwamba kutokana labda inakuwaje wamechapwa hivi, au wako katika wakati mgumu hivi afu wanasifu. Lakini wenyewe haikuwa, yani kushangaliwa haikuwa jambo kwao. Wao walimwangalia Mungu ambaye walimtumikia, na Mungu ambaye aliruhusu jambo hilo liwapate, na walisifu mpaka tunaona kwamba milango ya gereza ikafunguka, likatokea tetemeko ambalo likafungua vifungo vya kila mtu. Sio tu milango ya gereza ikafunguka, tunaona vifungo vya kila mtu vikafunguka. Na Biblia haiweki wazi kwamba ni vifungo vya namna gani. Tunaweza tukafikiri kwamba ni vifungo tu labda vya chuma, lakini sio. Inawezekana kuna vifungo, watu walikuwa wana vifungo vingi, wamepitia mambo ambayo yamekuwa ni tanzi kwao, lakini tunaona kabisa kwamba hili tetemeko linasema vifungo vya kila mmoja vikafunguka. Vifungo vya minyororo waliokuwa wamefungwa ikafunguka. Ni kwa sababu walimsifu Mungu, na walimsifu Mungu kwa kumaanisha na katika roho na kweli. Kwa hiyo katika sifa tunajua kwamba vifungo vinafunguka. Hebu siku ya leo tunapokwenda pia kumsifu Mungu, tumsifu Mungu kwa kumaanisha. Tumsifu Mungu mpaka vifungo vyetu vifunguke. Hili ni jambo ambalo lilinifurahisha sana, na nilijifunza kitu cha tofauti sana kwa Paulo na Sila, kwamba katikati ya ugumu, katikati ya machungu, walimsifu Mungu. Mimi nilipokuwa nikisikiaga hii habari, nilikuwa sijaisoma kwa undani. Nilikuwa nikijua kwamba Paulo na Sila walikuwa tu ni kama wafungwa wengine ambavyo huku labda katika magereza ya kwetu huku Tanzania, kwamba wamewekwa katika chumba, wamelala, na ghafla wanaamua kumsifu Mungu. Lakini nilipokuja kuisoma kwa undani, ilinipa kuitafakari sana kwamba watu wako kwenye maumivu ya vidonda, wako kwenye vifungo, wamefungwa minyororo kwenye miguu, lakini wamemsifu Mungu. Wamemsifu Mungu kwa kumaanisha mpaka vifungo vikafunguka, na kitu ambacho kikasababisha kikaleta wokovu. Kikaleta wokovu sio kwa watu tu wafungwa waliokuwa pamoja nao ndani, lakini kikaleta wokovu pamoja na kwa yule mkuu mnaandia bwana jela pamoja na nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na swali, siri ya furaha na amani kwa Paulo na Sila ilikuwa ni nini? Swali halijasikika vizuri. Nirudie swali. Siri ya furaha na amani kwa Paulo na Sila ilikuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe.
Amina. Amina. Mimi naweza kujaribu kujibu kwamba siri ya furaha yao ni kwa sababu tu walimfahamu Mungu anayemtumikia, na kumtumikia kwa Mungu kuliwafikisha kwenye hatua ambayo walikuwa hali ambazo wanakutana nazo mbele yao haziwatishi, kwa sababu wanamfahamu Mungu ambaye anamtumikia. Ndio maana kuna mahali kusoma Biblia inasema aliye maskini na aseme mimi ni tajiri. Manake anajaribu kutengeneza mazingira kwamba yani unatembea kwa imani na sio kwa kuona. Kwa manake walikuwa wanajaribu yani kwamba kwa sababu ya imani waliokuwa nayo na vile wamemfahamu Mungu tokea wameanza kumtumikia. Ndio maana kuna kitu na mimi hapo pia nilijiuliza baada ya kusoma, baada ya kukutana na hiyo habari. Nikawaza kama Mungu huyo huyo aliwasaidia wakatoa pepo, alafu wakaacha wakapigwa, wakaenda wakawekwa na gerezani. Sasa wao manake wanakuwa na ile imani kwamba si ni Mungu huyo Mungu tumetoka kutoa pepo hapo, tumepigwa, ametuacha tupigwe manake kuna sababu. Lakini pia ametuacha tuwekwe gerezani manake pia kuna sababu. Kwa hiyo walijaribu kutazama zile changamoto kama ni mtaji kwamba kuna kazi ya Mungu mahali fulani inatakiwa kufanyika. Na ndio maana unakuta baadaye matokeo kama ile mkuu wa magereza mwenyewe alikuja kupata ule wokovu. Kwa hiyo unajaribu tena kuangalia kumbe lile jambo lilikuwa lina faida kwenye ufalme wa Mungu. Manake kama wasingekamatwa akina Paulo, manake familia yule mkuu wa gereza na watoto wake na yeye mwenyewe wasingepata kumfahamu Kristo. Lakini pia hata wengine wangejifunza nini? Kwa hiyo unakuta hata wafungwa wengine, naamini sio hao tu, unaweza kukuta hata wafungwa wengine waliokoka kwa sababu Biblia inasema magereza yalifunguka, milango ikawa wazi. Na yule jamaa ambaye alikuwa akilinda gereza alivyoangalia akafikiri wafungwa wamefanya nini? Wametoroka. Kwa hiyo sio kwamba walikuwa wawili tu, maana yake walikuwepo na wengine mle ndani. Kwa hiyo unakuta hata wafungwa wengine lazima walivyotoka wakasema hawa watu Mungu wao ni Mungu. Kwa hiyo maana yake Mungu kuna wakati anakuacha upite kwenye changamoto ili wengine kupitia changamoto yako wewe wauone ukubwa wa Mungu wako. Kwa hiyo ilikuwa sababu ya wao kumsifu Mungu, kwa sababu waliona kabisa kwamba pamoja na kwamba tunapitia changamoto lakini huyu Mungu anafanya hivi vitu tunapitia, yani changamoto zetu sisi ndio mtaji kwa Mungu ili ajitukuze mahali. Amen. Amina, amina. Mungu akubariki sana. Mpigieni makofi. Mungu ni wa ajabu kweli, na namshukuru Mungu Roho Mtakatifu kwa sababu wakati naandaa hili somo, hii point aliyoiongea kwamba Mungu aliwatumia pia waingie gerezani kwa ajili ya kuiokoa familia ya yule bwana jela, ya kuokoa familia ya bwana jela pamoja na familia yake. Na ni kweli kwamba neno la Mungu linaelezea kwamba na wafungwa wengine pia waliokoka. Kwa hiyo nikaitafakari kabisa na mimi kwamba nikaona pia Mungu aliwatumia ili aende kufanya wokovu kwa huyu mtu kwa huyu bwana jela kupitia njia hiyo. Kwa sababu Mungu anafanya wokovu kwa watu kwa namna tofauti tofauti. Yaani kila mtu hapa akielezea namna ambavyo aliamua kuupokea wokovu. Kila mtu atakuwa na story yake peke yake tofauti. Kwa hiyo huyu bwana jela tunaona kabisa kwamba inawezekana Mungu alikuwa anajua kwamba huyu nitaipata roho yake kiurahisi kwa sababu ya jambo hili. Jambo ambalo litakuwa linataka kusababisha mauti yake, lakini akigundua kwamba halijasababisha mauti yake, ni kitu ambacho kikaleta wokovu kwake na kwa familia yake. Mungu akubariki sana kwa kuamua kuitii sauti ya Mungu na kuelezea vile ambavyo Roho Mtakatifu ameelezea. Ni kitu nafikiri Roho Mtakatifu alikuwa anataka kifundishwe, kwa sababu nilipata pia ufunuo huo kwamba Mungu alitaka kutumia wao kuingia gerezani kwa ajili ya kuokoa hii familia ya bwana jela na pamoja na wafungwa wengine. Kwa hiyo amejibu sahihi kwamba walimtazama Bwana na kumtumaini, walipokuwa wakifurahi katika yeye aliwapa amani. Kwa hiyo Mungu walipokuwa wakimfurahia pia Mungu aliachilia amani kwao. Lakini pia tunamkuta tunaposoma kuhusiana na Paulo, tunasoma neno la Mungu linasema hili alikuwa tukio la pekee ambalo Paulo aliwekwa gerezani na kupigwa kwa sababu ya imani yake kwa Yesu. Kwenye Wakorintho wa pili, Paulo anataja shida alizozipitia, ikiwemo kuchapwa viboko, kupigwa mawe, kupata ajali ya meli na mengine mengi. Neno la Mungu katika Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 26, neno la Mungu linasema, katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyonyaji, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Kwa hiyo Paulo alikuwa amewahi kupatwa na magumu mengi sana katika kuitangaza Injili.
Kwa hiyo na hili lilikuwa ni moja ya jambo ambalo alikuwa amelipitia gumu. Kwa hiyo tunaona kwamba katika yote haya alijifunza kuwa na amani. Inawezekana pia Paulo alikuwa anajua kwamba kumfuata Mungu sio njia rahisi, kwa sababu ni yeye pia tunagundua alipokuwa akiitwa Sauli aliwatesa sana, alilitesa sana kanisa, aliwatesa sana watumishi wa Mungu. Kwa hiyo pia alipokuwa akipitia hii alikuwa anajua anapitia, lakini ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Mlinzi wa gereza alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguliwa, alifikiri kuhusu tukio la kesi mbaya sana. Wafungwa wote wamekimbia. Alivunjwa sana moyo na hili kiasi cha kutaka kujiua. Ghafla alisikia Paulo akipaza sauti kwa nguvu, "Usijidhuru, kwa maana sisi sote tuko hapa." Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 28. Alipogundua kwamba muujiza umetokea, mlinzi wa gereza aliuliza, "Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka?" Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 30. Jibu linabaki lile lile kwa wote wanaomtafuta Yesu. Muamini Bwana Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 31. Paulo na Sila wakatumia fursa ya kushuhudia hata katikati ya hali hizi ngumu. Walimuongoza kwa Bwana mlinzi wa gereza pamoja na familia yake yote. Hawakupanga kuhusu kuwekwa gerezani, lakini waliendelea kumtegemea Mungu. Bado waliomba na kusifu licha ya hali yao, kwa sababu hawakuogopa kuwa kwenye giza la gereza. Waamini wapya waliongezeka kwenye familia ya Mungu. Wafungwa waliokuwa wamefungwa pamoja nao na mlinzi alikuwepo kuwalinda. Tunaona kabisa kwamba wafungwa pamoja na mlinzi wote walikuwa wameokoka. Kisha Paulo na Sila waliendelea na kazi ya Bwana, wakijenga imani za waamini wa Filipi. Na swali lingine, kwa nini Paulo na Sila hawakuitikia kwenye hali zao kwa kulalamika na kuomba maombi ya ukombozi? Kwa nini Paulo na Sila hawakuitikia kwenye hali zao kwa kulalamika na kuomba maombi ya ukombozi? Jibu, walijua kwamba Mungu hakufanya makosa kuwatuma kwenye kazi hii. Walijua kwamba angeweza kugeuza kushindwa kwa wazi kuwa ushindi. Kuishi kweli. Tunaangalia katika kitu ambacho tunachokiamini. Njia ya pekee ya kusafishwa dhambi ni kwa toba na imani katika damu ya thamani ya Kristo mwana wa Mungu. Naomba unisomee maandiko kutoka Luka sura 24 mstari wa 47. Mmoja anisomee Luka sura 24 mstari wa 47. Mwingine anisomee Warumi 10 mstari wa 13 na mpaka wa 15. Na mwingine naomba anisomee Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Luka 24:47. Neno la Mungu linasema, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Amen. Amina. Mungu akubariki sana. Na Warumi sura ya 10 mstari wa 13 mpaka wa 15. Na Waefeso 2 mstari wa 8. Warumi sura ya 10 mstari wa 13 mpaka wa 15. 13 mpaka 15, Biblia inasema, kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwitaje yeye asiyemwamini? Wamwitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo
mhubiri? Mstari wa 15, tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Amina. Mungu akubariki. Waefeso 2 mstari wa 8. Waefeso 2 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Asante. Tunaona kwamba njia pekee ya kusafishwa dhambi ni kwa toba na imani katika damu ya thamani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lakini hakuna namna ambayo mtu anaweza kujua kwamba damu ya Yesu inasafisha dhambi pasipo kuhubiriwa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana sisi kuendelea kuhubiria watu ambao hawajui kweli ya Mungu, hata wale watu ambao wanaijua kweli ya Mungu lakini bado hawajaamua kuigeukia njia. Yatupasa kuendelea kuwahubiria kwa sababu tunaweza tukajifunza kwamba kuna watu ambao walikuwa mafarisayo, walikuwa wanaisoma na wanaielewa kweli ya Biblia, lakini walikuwa tu ni kwamba hawataki kuifuata ile kweli. Lakini tunapoendelea kuwahubiria na kuendelea kuwaombea, Mungu anaweza kubadilisha mioyo yao. Tunaona kwamba tunalisikia neno la Mungu kwa ajili ya wale watu ambao wamepelekwa kuihubiri Injili. Kila mmoja hapa alijua kweli ya Mungu. Wapo ambao walizaliwa wakakuta kwamba wanajua kuhusiana na neno la Mungu, lakini hata hivyo unakuta hata kama ulikuwa unajua, lakini kile ulichokuwa unakijua, hata kama ulizaliwa kwenye familia ya kichungaji, hawakuwa wanatosheleza kukuhubiria wewe vile mpaka ukaokoka. Yamkini ilibidi wakupeleke kanisani, wakupeleke kwenye mafundisho ili wewe kujua kweli ya Mungu. Mimi ni mfano mmoja wapo. Mimi nimekuwa kwenye familia, mimi ni mtoto wa mchungaji, lakini pamoja na kwamba nimekuwa katika familia ya mtoto wa mchungaji, sikuupokea wokovu nilipokuwa nyumbani. Ninakumbuka niliupokea wokovu nikiwa mkutanoni. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna watu wanakuwa wamejifunza kweli ya Mungu na wanajua kweli ya Mungu pamoja na ndani ya familia walizotoka, lakini hawapasa kuendelea kuhubiriwa ili kuijua kweli ya Mungu na kuamua kuchukua hatua ya wokovu. Na ni lazima sisi tuamue kuitangaza kweli ya Mungu pasipo kuona aibu, pasipo kutishika na pasipo kusitasita kwa ajili ya kuwaogopa watu. Tuhubiri kweli ya Mungu. Tunajifunza kutokana na Paulo kwamba alihubiri kweli ya Mungu katikati ya wakati mgumu, aliwahubiria watu, hakusitasita. Kwa hiyo na sisi inatupasa kuhubiri kweli ya Mungu mpaka watu wamjue Mungu, kwa sababu yamkini kuna watu ambao wewe ukinyamaza hawatajua kweli, hawatomjua Mungu. Kwa hiyo inabidi ujiulize hilo swali kila siku kwamba yamkini mimi nikinyamaza kuna watu hawatojua kweli na nafsi zao, roho zao zitaenda kuulizwa mikononi mwangu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana ili sisi tuweze kuihubiri kweli ya Mungu. Lakini pia inatubidi kuomba kwa ajili ya wale watu ambao ni wamishonari, wanaenda kumhubiri Mungu katika sehemu ngumu, katika nchi ambazo Ukristo hauruhusiwi, katika nchi ambazo hairuhusiwi hata kuonekana unasoma Biblia, lakini kuna watu wameyatoa maisha yao kwa ajili ya Kristo kwenda kuihubiri Injili katikati ya nyakati ngumu. Hawa ni watu ambao sisi ambao hatuwezi kwenda, inatubidi tuwabebe kwenye maombi, kwa sababu neno la Mungu linasema wanahubiri wasipopelekwa. Kupeleka tu wakati mwingine tunaweza kufikiri kwamba inatubidi tuwapeleke tu kwa ajili ya pesa, lakini sio kwa ajili ya pesa tu. Hata maombi yetu yanaweza kuwapeleka. Inabidi tuwaombee, tuwasindikize kwa maombi, tusinao kwenye maombi, na ni kitu ambacho cha kumaanisha sana. Tunaweza tunakuwa tunasikia tu vitu tunaviacha wakati mwingine kanisani, lakini kuna vitu tunavyovisikia kanisani tunavibeba kwa uzito. Tuendelee kuomba kwa ajili ya watu ambao wanahubiri katika nyakati ngumu, wanahubiri kwenye mazingira magumu. Wengine wanakuwa wamehatarisha maisha yao, lakini wamehatarisha kwa ajili ya Kristo, na sisi inatubidi tuombe kwa ajili yao. Na sasa tutaomba kwa ajili ya watu ambao ni wamishonari wako katika sehemu mbalimbali. Lakini kabla ya kuomba, na nafikiri kama mchungaji atakuwa amemaliza darasa, atakuja kuongoza maombi haya.
Lakini nina swali. Swali langu nitamchagua mtu yoyote, kwa sababu hili ni swali ambalo mwanzo kabisa nilisema kwa msisitizo. Kwa hiyo ni lazima nimchague mtu yoyote wa kumuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wetu wa kukumbuka unatoka wapi na unasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wetu wa kukumbuka ni mstari mfupi sana ulikuwa. Unatoka wapi na unasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wetu wa kukumbuka unatoka Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Mungu Roho Mtakatifu atusaidie. Tunapokuwa darasani, tuwe darasani kwa kumaanisha. Na huu mstari nitauliza na Jumapili ijayo. Ninaurudia, mstari wa kukumbuka unatoka Timotheo wa pili mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 2. Unasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie kulihubiri neno la Mungu na kuwa tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa.